Unaijua familia iliyo ya kwako wewe katika maana ya jina familia. Unawajua walio wa familia yako wewe katika maana ya jina familia. Unaitawala familia. Unaijua familia unayoitawala katika maana au sura inayoitambulisha au kuielezea familia. Na huyu ni Andegunyu. Ninazungumza kuhusu familia sehemu ya 19. Ndio umiliki wa familia yako wewe upo katika maana ya familia. Mipaka ya familia unayoitawala upo katika maana ya familia. Ipo katika maana ya jina familia. Unatambua kama kweli wewe ni mmiliki halali ya familia hiyo, pasipo kujalisha jinsi na jina lake, katika maana ya jina familia au sura inayotambulisha au inayoelezea jina familia. Ndio unakuwa mmiliki halali ukiwa wewe upo katika maana ya unachokimiliki. Unakuwa ni mmiliki halali wa familia hiyo katika maana au ukiwa katika maana ya jina familia hiyo. Kwa hiyo ijue familia unayoimiliki katika maana au sura inayotambulisha jina familia. Jua umiliki wa familia yako katika sura inayotambulisha jina familia. Ndio daima miliki unachokijua.
kimiliki unachokifahamu. Miliki familia unayoijua. Na ambayo una uhalali nayo, kwamba wewe ndiye miliki halali pekee wa familia hiyo. Na familia hiyo itakuwa katika utawala wa raha yake isiyoisha. Na familia hiyo itakuwa katika utawala usioisha. Ndio leo tazama, kama wewe ni mmiliki halali, ni wa familia hiyo halali ulionayo, na unajua kwa kujitazama katika maana ya jina familia. Haijalishi ni jinsi na jina gani, lakini unajitambua na kujijua kwamba wewe ni wa familia hiyo. Familia hiyo ni ya umiliki wako, kwa kujitazama katika maelezo yanayoelezea familia. Na bila shaka familia maana yake ni sura moja au familia ni sura ya muonekano mmoja. Na hiyo ndio iliyo maana ya familia, kwamba familia ni sura yenye muonekano mmoja. Na wewe unajua kama ni familia ya hapo kwa kutazama maana hiyo. Je, jinsi ulivyo hapo ulipo, kwenye vyote vilivyo kuzunguka, kama una muonekano mmoja. Haijalishi ni wapi, popote pale ukiwa, sura yako ndiyo muonekano mmoja. Sura yako ina muonekano mmoja, basi wewe ndiye mmiliki halali wa familia. Ikiwa kwenye nyumba hiyo uliopo, kwamba katika nyumba hiyo, kwenye vyote vilivyo kuzunguka, wewe una muonekano mmoja katikati
ya wote waliokuzunguka, ikimaanisha hakuna mwingine aliye na muonekano ulionao hapo ulipo. Na kwa jinsi ya wewe kuwa na muonekano mmoja wa sura moja, kwa jina ndio unayeitwa familia. Ndio, bila shaka hapo ulipo wewe una muonekano wa sura moja. Popote pale ulipo, popote pale utakapoongezeka, popote pale chochote kitakachoongezeka, popote pale utakapokwenda, kwamba wewe utabaki kuwa na muonekano mmoja katikati ya kila kitu. Na kwa jinsi wewe kuwa na muonekano mmoja, muonekano wa sura hiyo moja ulivyo, hivyo ndiyo maelezo yanayoelezea familia, ikimaanisha ulivyo hapo, wewe ndiye uliye familia kamili, ikimaanisha kwamba mmiliki wa familia kamili katika jinsi na jina la kuitwa kwako, kimaanisha kwamba popote ulipo, wewe si kiungo tu cha familia, na kusema lazima kuwe na kiungo kingine ili wewe uwe familia. Ila jinsi ulivyo hapo, ndiye uliye familia kamili, yani ni mwili wa familia, ni mwili wote wa familia katika jinsi na jina la kuitwa kwako, kwa kuwa jinsi ulivyo hivyo ndio maelezo ya maana ya jina familia. Ndio nazungumza na wewe popote pale ulipo, kwamba moja kwa moja jinsi ulivyo hapo, wewe ni mmiliki wa familia kwa jinsi na jina lako. Haijalishi uko wapi katika ndoa hiyo, wewe ndiye mmiliki kamili wa familia ya ndoa hiyo kwa jinsi na jina lako, kwa kuwa katikati yako wewe na mume wako, tukiwatazama nyinyi wawili, tunamkuta mke ni mmoja. Katikati yako wewe na mke wako, tukikutazama hapo, tunakuta mume ni mmoja.
na kwa jinsi ya wewe kuwa ni mmoja, yani ni sura moja, kwa jina ndio unaitwa familia. Jinsi na jina unaloitwa ndio huitwa familia, au ndio familia kamili. Katikati baba, mama na wewe, tukiwatazama tunakukuta wewe ni mmoja katikati ya hao. Katikati ya taifa lote tunakukuta wewe ni mmoja katika wote hao. Katikati ya ukoo huo tunakukuta wewe ni mmoja katika hao. Katikati ya dini hiyo tunakukuta wewe ni mmoja katika dini hiyo, katika dhehebu hilo, katika kabila hilo, katika mbingu, katika neno, katika rangi, katika sura, katika mwonekano, katika jina, katika jinsi, katika namna yoyote ile tunakukuta wewe ni mmoja. Na kwa jinsi hiyo ndio unaitwa familia. Ndio udhibitisho kamili kwamba wewe ni mmiliki wa familia hiyo kwa jina husika. Si kiungo, bali mmiliki kamili. Jinsi ulivyo hivyo ndio umiliki kamili wa familia hiyo kwa jinsi na jina husika. Kwa hiyo maana ya familia ndio inayokuweka uonekane hivyo. Ndio inayokuweka uwe hapo. Kwa jinsi ulivyo hivyo ndio umiliki kamili wa familia. Haijalishi utaenda wapi, hata ukienda kwa majirani zako hapo, katikati ya majirani zako, ukiwa wewe ni mmoja, wewe ni mmiliki wa familia hiyo kwa jina hilo. Haijalishi nani kaongezeka hapo, ni majirani, ni wapi, ila wewe ukiwa ni mmoja katikati ya hao, wewe ndiye uitwa familia, yani ni mmiliki wa familia katika jinsi na jina husika. Katika dunia hii yote, ukiwa wewe ni mmoja katikati ya wote, wewe ndiye mmiliki wa familia ya kidunia kwa jina lake. Ikimaanisha kwamba dunia yote, kwa kila kimoja, kwa kila jinsi, ni sura
inayokutambulisha wewe hapo katika jinsi na jina lako. Katikati ya wewe na huyo mke, huyo mke ni sura inayokuelezea wewe mume, kwa kuwa kama wewe ni mmoja katikati ya hao, na kila mmoja katikati ya hao ni mmoja, ikimaanisha ndiye sura moja inayokuelezea wewe katika jinsi na jina hilo. Kimaanisha huyo mumeo ni wa umiliki wa jinsi na jina lako. Kwa kuwa mumeo huyo au mkeo huyo, mtoto huyo, mzazi huyo, jirani huyo, mali, mashamba, kazi, biashara, mbingu, dunia, kila kitu katika jinsi yake na jina ni sura inayokutambulisha wewe uliye mmoja katikati yao. Ni sura inayokutambulisha au inayokuelezea wewe uliye mmoja, yani familia, katika jinsi na jina hilo. Kwa neno rahisi ni kwamba chochote kile, yoyote yule, ni jina lako wewe uliye familia linatawala. Kwa kuwa chochote kile, yoyote yule, ndio utambulisho kamili, maelezo kamili yanayoelezea sura yako na jina lako, yani familia yako. Kwa hiyo haijalishi ni fedha, ni mali, ni nini, ni chochote kile, ila katika jinsi ya wewe hapo ulipokuwa ni familia moja kwa moja, vyote ni sura moja inayokutambulisha au kukuelezea wewe hapo ulipo. Huyo mtoto anakuelezea wewe. Huyo mume ni sura inayokuelezea wewe. Taifa hilo ni sura inayokuelezea wewe. Kila kitu katika jinsi yake ni sura inayokuelezea wewe hapo ulipo, ikimaanisha ni familia yako, ni jinsi yako, ni
jina lako linatawala. Ndio, ikimaanisha kwamba ni jinsi yako, ni jina lako linatawala. Kwa hiyo haijalishi uko wapi, haijalishi wewe ni nani, wewe ni mmiliki, yani ni mwili kamili, utawala kamili wa jina familia, ni mtawala kamili wa familia hiyo. Ikimaanisha wewe hapo ulipo si kiungo, bali mwili kamili, ndio familia kamili. Kwa sura hiyo ya umoja, yani iliyo moja. Na chochote au yoyote ameanzia hapo na kuishia hapo, ikimaanisha ni sura inayokutambulisha wewe kwa asilimia zote 100, pasipo kujalisha jinsi na jina lake, bali kila jinsi na jina lake ni sura kamili inayokutambulisha au inayokuelezea wewe jinsi jina na ulivyo hapo ulipo. Ndio, wakati mwingine unatamani vingine visisikike, lakini ndio sura inavyokuelezea. Kama vile viungo vya mwili wako, kuna vingine hutaki hata visikike, unajisikia aibu, unajisikia havistahili kusikika, lakini ni viungo vya mwili wako, ikimaanisha ni sura inayokutambulisha wewe kwa jinsi na jina lake, kimaanisha popote utakapotaja kwamba ni jina lako kamili linatawala, kwa kuwa kila kitu popote unapogusa ni sura kamili inayokuelezea au kukutambulisha na kufanya popote unapogusa, popote unaposikia, popote unapoona kuwa ni sura kamili au ni jina lako la jinsi hiyo linatawala, kwa kuwa sura hiyo ni sura kamili inayokuelezea au kukutambulisha wewe uliye familia. Basi leo hii niishi hapa. Usikose sehemu ya 19, ila popote pale ulipo ninakupatia familia ya sura yako wewe, familia ya muujiza wako, familia ya mafanikio yako, familia ya nguvu zako, familia ya uponyaji wako. Pokea uponyaji wako, pokea muujiza wako, pokea mafanikio yako, pokea utajiri wako, pokea elimu yako, pokea kila kitu cha jinsi ya sura yako, popote pale nimekupatia na imekuwa kwako. Pia mafundisho haya ya somo hili tazama katika kila sehemu, pamoja na mtandao wa YouTube kwa jina la Alegunyo. Pokea familia sura yako na imekuwa kwako.